wanashindana na wewe, kwa sababu wewe mbingu zimesimama upande wako. Ukiingia kona hii wanakukubali, ukiingia kona hii wanasema tulikukumbuka, sijui ulikuwa wapi. Kwa nini? Kwa sababu umepata kibali kwa Mungu aliye hai. Haleluya, haleluya. Kwa hiyo tunatamani sana kukaa kwenye magoti. Majeraha ulio nayo yasikusababisha ukaondoa roho ya umoja katikati ya familia, katikati ya kanisa, katikati ya jamii. Chukuliana. Nikasema wakati mwingine usipende kukaa kanisani unajiegesha, ili mtu akikusukuma kidogo tu uangukie nje. Inakusaidia nini? Wewe hapo umemfuata Mungu, kwa maana Mungu. Shetani anaweza akamtumia mtu yoyote. Sio, mnanielewa? Bwana Yesu asifiwe. Mwangalie huyo aliyekaa naye jirani kwenye kifua chake. Kifua chake kiangalie. Hata kama hauna wa kumwangalia, hebu angalia cha kwako, kifua chako. Wewe ni shahidi ya hicho unachokiwaza. Bwana Yesu asifiwe. Huyo amekuangalia, huyo jirani yako. Vipi, unajua anachowaza huyo? Unajua alichokifunga kwenye moyo? Yamkini anasema kwanza, na hili mama linatuchelewesha kwenye moyo. Ibada gani? Ibada lazima tuende kidigitali. Kama Roho Mtakatifu ameamua kukuingiza kwenye karakana, wewe tulia, utoke hapa umekuwa safi, utoke hapa ukiwa umebadilika. Tulia, Roho Mtakatifu akushughulikie. Tunataka hayo majeraha yaliyo kwenye moyo yaondoke, hayo mawazo mabaya. Daudi anasema maneno ya kinywa changu na mawazo ya moyo wangu yapate kibali mbele zako. Mawazo yakiwa mabaya hayawezi kupata kibali kwa Mungu aliye hai. Lazima ukae kwa Roho Mtakatifu aubadilishe moyo. Haleluya, jina la Bwana libarikiwe. Kwenye moyo kuna furushi. Watu wanaweka vinoti buku moyoni. Unamwekea mkeo, mumeo, umemwekea kanoti buku, alafu bado uko naye. Nilikwambia ukiona wewe ni mtu wa kutunza tu noti buku tu wa marafiki kwenye moyo wako, unajiandaa kulipa kisasi. Na ukilipa kisasi umechukua nafasi ya Mungu. Na ukichukua nafasi ya Mungu, mafanikio hayapo kiroho na kimwili. Unawatunza wa nini? Waachilie. Unasema yani singekuwa serikali ningekukata kichwa. Ukikata kichwa serikali na kukata kichwa Dodoma. Wanachosha kunyongea. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Unatamani asiamke, lakini kesho ameamka, yupo anadundika. Yuko mitaani, mnakutana na yeye, umo na step zinaendelea. Bwana Yesu asifiwe. Wa nini sasa umemtunza moyoni? Anaondoa amani yako bure. Wakati wa kumfikiria yeye ulikuwa ni wakati wa kufikiria mambo yako ya mafanikio. Mpige chini, achana naye. Mwambie umeniomba msamaha au hujaniomba msamaha, nimekusamehe, mimi nasonga mbele. Haleluya, haleluya. Samehe. Amekuomba msamaha, hajakuomba msamaha, achana naye. Nikamwambia wakati mwingine unaweza ukamweka moyoni, kumbe mwenzio waya mmoja kwenye ubongo wa fahamu umekatika. Kichaa umemshikilia. Kuna watu tu wanatembea hawajavua nguo tu, lakini akili yao ungeiangalia, unasema Mungu wewe ndio unayechua. Neema yako imponye huyu jamaa. Hajavua nguo tu, lakini ni kivuruge. Yeye ni kuvuruga tu. Leo anamkwaza huyu, kesho anamkwaza huyu, kesho anaondoka na huyu, kesho anaondoka na huyu. Yaani yeye popote atakapokuwepo amani haipo. Unasumbuka naye wa nini huyo? Chana naye. Mimi umenisema, hujanisema, umenichukia, maadamu nimesimama kwenye haki, wala unisumbui. Unitoi kwenye reli. Eti mimi nimeacha kuimba kwaya, yani wana majibu mabaya. Kwani wewe ulienda kumwimbia mtu? Koma hapo hapo. Wakisema hujui step, mwambie nimekuja kujifunza. Ndio maana nimetoka nyumbani nimekuja kujifunza step. Kwa hiyo usiniambie habari ya kwamba sijui step. Wewe nifundishe step, mambo yaende. Wengine sauti zao mbaya, msimbie kwenye maiki. Nimekuja kuinoa hata kama iko kama ya chura. Wewe niimbishe, nitaimba, nitakaa vizuri. Lakini usiseme waimbe wenyewe. Waimbe wenyewe. Waimbe wenyewe.
Unasahau neno la Mungu linasema atakaye nitumikia nitamheshimu. Unataka heshima, kubali kutumiwa na Bwana. Unataka heshima, kubali Mungu akutumie. Usifikiri kutumika, shetani anajua ukimtumikia Mungu utafanikiwa. Ndio maana anainua vikwazo ili upoteze heshima yako. Wewe komaa, mwambie Yesu nisaidie, umuogo mimi nipite nao. Mwambie Yesu nisaidie. Yesu mwenyewe anatuombea, anasema ninawaombea hawa, sisemi uwatoe duniani, ila wawe na umoja kama sisi tulivyo. Hao watu unaoishi nao hautakuja kuwakwepa hata siku moja. Unachotakiwa, omba neema ya Mungu kwa ajili ya kuishi nao. Haleluya, haleluya. Unababaika na mtu ananisema, mwacha kuseme. Sasa mimi akinisema si niko kwenye chat, yaani ukinisema mimi niko kwenye chat, na mimi wakiotokeza wale ambao wanaona na wenyewe hapo duniani na mimi nipo, nimekushughulisha, nimekuibia na muda wako, na mimi niko kwenye chati. Maadamu hunikati mguu, hauninyofoi jicho, haunifanyi chochote, na mimi sijakukosea, moyo wangu unakuwa na amani. Sasa mimi unaweza kumzuia mtu kukushema bwana? Si anajua yeye alivyokutafsiri. Uongo. Anajua yeye alivyofanya nini? Kutafsiri. Lakini unashangaa umemtafsiri mtu lakini sivyo alivyo. Kimsogelea karibu utamuelewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Mimi niliwahi kaa sehemu walikuwa wananiona mimi ni mbabe, mimi ni katili sana. Lakini nilipokuja kukutana nao ulaiana, sasa kumbe kimeme haukuwa hivyo. Kuna mazingira yanakusababisha uwe mkali. Kumbuka kipindi hicho nilikuwa waziri wa chakula chuoni. Sasa kitengo na cha chakula, usiwekwe kitengo cha chakula. Kitengo cha chakula usipokaa vizuri, Yesu anaweza akakuacha. Maana watu kwenye chakula ndiko ambako wanakosa adabu, wanakosa ustaarabu kwenye chakula. Ndio maana mtu anaweza akaenda akapakua chakula kingi, haangalii foreign iliyo nyuma yake. Ukimwambia upunguze, anasema unanionea vibaya, huo ni ukatili, mimi sishibi. Wako huko nyuma na wenyewe wanataka kula. Kwa hiyo wakati mwingine unaweza ukamtafsiri mtu kufuatana na mazingira alionayo. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Lakini naomba tena tukaangalie kitu cha mwisho. Nikwambie kitu kingine. Bwana Yesu asifiwe. Namna mambo yanaweza kukusaidia kusamehe. Tukaangalia hapo. Mambo yanaweza kusaidia kusamehe, tuliokuepo tusiandike. Lakini tukasema jifunze kunyamaza unapokosewa. Hasira yako iko juu, jifunze kujikontrol. Mungu atusaidie sana. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Jifunze kudhibiti hasira yako na hisia zako. Lakini tukasema ishi na watu kwa kuchukuliana nao, itakusaidia kuwasamehe na kuwaachilia pia. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tukasema jambo likitokea watu wamekukosea, jitahidi kulimaliza haraka, usikae nalo muda mrefu. Usikae nalo muda mrefu. Kile kitu kisije kikazaa kitu kingine. Ule ubaya usije ukazaa ubaya mwingine. Lakini pia lazima utambue faida za kusamehe na hasara za kuto kusamehe. Mimi nimalize kitu kingine cha mwisho. Kitu cha mwisho ambacho hata tuliokuwepo hatukujifunza hichi. Nataka kusema hivi, ili uweze kufanikiwa lazima uwe mvumilivu. Uvumilivu. Usiwe na kamoyo kadogo. Uvumilivu. Ili uweze kufanikiwa kiroho na kimwili, lazima uwe mvumilivu. Haleluya. Kuvumilia maana yake ni kungojea kitu au jambo litokee bila kujali urefu wa muda au mabadiliko ya kimazingira. Kuvumilivu ni kungojea kile kitu ambacho unakihitaji. Unajipa muda. Umeingia kwenye maombi, umeomba, jipe muda. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Unajipa nini? Muda. Umepiga magoti, umeomba, sio kwamba ukiomba dakika hiyo hiyo unakuta ulikuwa unataka mvua inaanza kushuka. Hapana. Jifunze kujipa muda. Mimi najua mahali hapa sisi ni waombaji vizuri sana. Bwana Yesu asifiwe. Tujifunze kujipa muda, kwa sababu wakati wa Mungu sio wakati wa mwanadamu. Tambua hilo.
Jina la Bwana libarikiwe. Lakini nikasema uvumilivu ulio mzuri unaambatana na imani. Hivi vitu havipingani. Ili uwe mvumilivu, ili uwe na uvumilivu ambao utakupa matokeo, lazima uwe mtu wa nini? Wa imani. Maana ukisoma kwenye Waebrania ile 11 mstari wa kwanza, Waebrania 11 ni mstari ambao tumeushika na tunautumia sana sana sana. Naongea habari ya uvumilivu. Hakuna mafanikio bila kuwa uvumilivu. Lazima uwe mtu mvumilivu. Tasoma tu ule mstari wa kwanza. Anasema basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni kusadiki, maana yake ni kuamini mambo yasiyoonekana. Tunapoongelea habari ya kusadiki ni kufanya nini? Ni kuamini mambo yasiyoonekana. Mungu atusaidie sana. Unajua kwenye maisha kuna watu wamepoteza nafasi zao nzuri kabisa kwa kukosa tu uvumilivu. Mwingine amepoteza kazi kwa sababu alikwazwa na mfanyakazi mwenzie akaamua kuacha kazi, amepoteza nafasi nzuri. Wengine kwa ajili ya kukwazwa kwenye ndoa ameacha ndoa yake. Wengine kwa kukwaza kwenye uchumi ameacha kufanya biashara aliyokuwa anaifanya kwa sababu tu amekwazwa, amekosa nini? Uvumilivu. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo angalia usije ukapoteza baraka yako kwa kukosa uvumilivu. Inawezekana. Si ndio jamani? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunahitaji kuwa wavumilivu. Tunataka mafanikio, tujifunze kuvumilia. Vumilia. Na katika kuvumilia hauwezi ukaenda tofauti na hii pointi nyingine ya kusamehe. Kuvumilia pia lazima watu wengine uachilie ili usonge mbele. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Kwenye maombi yako vumilia. Umelima shamba, Biblia inamwekea mkulima kwamba ni mtu ambaye anavumilia. Unapanda mbegu, hujui kama itaota, hujui. Sio sasa kwamba nimeomba basi Mungu anajua. Hapana. Mbona ukipanda mbegu isipoota tunatafuta tena mbegu nyingine, tunaenda kufanya nini? Kurudishia. Kwa nini kama umemwomba Mungu hajakujibu? Kwa nini usirudi tena kuendelea kuomba? Endelea kuomba mpaka mwisho wa siku utakuta Bwana amefanya. Huo ndio nini? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo uvumilivu ni kinyume cha kukata tamaa. Usikate tamaa, usivunjike moyo. Endelea kuvumilia. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Habakuki ile sura ya 2 mstari wa 2 mpaka wa 3 tunaona Mungu anavyomfundisha Habakuki kwa habari ya uvumilivu. Habakuki 2:2 mpaka 3. Habakuki 2:2 mpaka 3. Mungu anamfundisha Habakuki. Anasema Bwana akanijibu akasema, iandike njozi hii ukaifanye iwe wazi sana katika vibao, ili aisomae apate kuisoma kama maji. Lakini anasema maana njozi hii bado ni kwa wakati ulioamriwa, inafanya haraka ili kufikia mwisho wake, wala haitasema uongo. Ijapokawia ingojee, kwa kuwa haina budi kuja, haitakawia. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Anasema, angalia pale juu, anasema maana njozi hii, nirudishie pale. Nirudishie mstari wa 3. Anasema maana njozi hii bado ni kwa wakati ulioamriwa. Sikiza nikwambie. Mungu anaweza akasema wewe ni mtu mkubwa. Usifikiri utalala utaamka umeshakuwa mtu mkubwa. Usiweke hicho kwenye maisha yako. Mungu anaweza kusema nimekubariki. Usikie kwamba Mungu tayari amenibariki, nina kila kitu sasa hivi nani. Sikiliza, baraka zetu zinaanzia kwenye ulimwengu wa roho. Kwa hiyo kuna michakato utapitia, kuna maumivu utapitia, kuna changamoto utapitia, lakini unachotakiwa uweke akilini mwako, Bwana amenibariki na amenitamkia mimi nitakuwa ni mtu mkubwa. Kikubwa ile njozi ijapo kawia, endelea kuingojea. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anakuambia nimekuponya. Sema mbona bado mimi naona bado naumwa? Mbona Mungu akishasema amesema. Napenda nikisoma habari ya Ibrahimu. Anasema Mungu alimwambia Ibrahimu nitakubariki. Aliapa kwa nafsi yake kwa sababu alikuwa hana mtu wa kuapa juu yake. Na ndivyo ilivyo hata leo. Mungu akisema nitakuponya, haombi ruhusa kwa mtu kukuponya wewe. Haombi ruhusa kwa mtu kukupa mtoto, kukupa mume, haombi ruhusa, ila yeye anafanya kwa wakati aliyoukusudia. Mungu atusaidie sana.
Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hiyo unachotakiwa kufanya wewe ni kusubiri, ngojee huo wakati. Mungu anamfundisha Habakuki anapomwambia ijapokawia ingojee, anamwambia ijapokawia vumilia, usikate tamaa, usivunjike moyo, usiache kufanya ulichokuwa unakifanya, endelea kufanya, maana nimesema inakuja, la lazima itafanya nini? Itakuja. Wakati mwingine unaweza kama Mungu ameshakubariki, lakini anataka kutengeneze ili ufae kutembea kwenye hizo baraka. Kuna mtu mwingine akishabarikiwa basi ameshakuwa kwazo kwa watu, kwa sababu amefanya nini? Amebarikiwa. Kwa hiyo endelea kuvumilia. Wakati unavumilia, unaendelea kumsihi Mungu, unamwambia Mungu akutengeneze, unamwambia Mungu akufanye kwa upya. Kwa hiyo kupokea ahadi za Mungu sio jambo rahisi kama unavyofikiri. Kwa usije ukaishi kwenye maisha ya dhambi ukafikiri utazipokea baraka za Mungu, utaishia kuzitamka. Bwana Yesu asifiwe. Utaishia kufanya nini? Kuzitamka. Lakini pia utasoma mwenyewe Ayubu ile 30 mstari wa 20 na 26. Ayubu, je, tusome Ayubu 30 20 na 26, sio mpaka 26. Nitasoma tu hiyo mistari miwili. Ayubu sura ya 30 anasema hivi. Ayubu anamwambia Mungu, anasema nalikulilia wewe wala huniitikii, nasimama nawe wanitazama tu. 26 anasema hapo nilipotazamia mema ndipo yakaja mabaya, nami nilipongojea mwanga ikaja giza. Yaani kwamba ulimuomba Mungu akupe kitu fulani, hajakupa. Endelea kuvumilia. Ayubu ni mmoja wa watu ambao alimtazamia sana Bwana. Anasema alipotarajia mwanga ukatokea nini? Giza. Mungu atusaidie sana. Unaweza ukatarajia uponyaji na usione uponyaji, lakini amini Mungu amekuponya. Unaweza ukatarajia Mungu akubariki katika eneo la uchumi, ameisha kubariki. Yaani kitendo cha kukuokoa na kukuleta hemani mwake, wewe umeshabarikiwa na wewe ni mbarikiwa. Mungu atusaidie sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo katika vita ya mafanikio, uvumilivu ni jambo la muhimu. Huwezi ukalikwepa. Wewe kakae na watu waliofanikiwa. Ukikaa na watu waliofanikiwa watakusimulia changamoto walizopitia. Yeyote aliyefanikiwa, iwe ni kiroho, iwe ni kimwili, wewe kakae naye, atakwambia. Usije kaona mchungaji anasimama hapa na upako, akikaa naye akakusimulia alimopitia, utasema kumbe na wewe unapitaga. Unajua wachungaji mnatuonaga kama malaika, tunapita. Ila hatusemi tunakomaa na Mungu, na wewe komaa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sisemi usilete matatizo, ila jifunze kukomaa na nani? Na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Uvumilivu ni tunda la Roho. Wagalatia 5:22. Uvumilivu ni tunda la Roho. Kwa hiyo uvumilivu tunaposema ni tunda la Roho, ina maana Roho Mtakatifu ndiye anayetoa tunda la uvumilivu. Hivyo basi ni muhimu sana kuwa na ushirika, kuwa na mahusiano mazuri na Roho Mtakatifu. Wakati unaona unasikia kukata tamaa katika jambo fulani, uende umwambie Roho Mtakatifu, wewe ndiye ambaye unatoa tunda la uvumilivu. Nipe tunda la uvumilivu, maana mimi nasikia kukata tamaa, nasikia kuvunjika moyo. Roho Mtakatifu ukimuomba atakupatia hilo tunda la uvumilivu. Bwana Yesu asifiwe. Naamini hapa hakuna mtu asiyependa kufanikiwa. Wote tunapenda tufanikiwe. Kwa hiyo mruhusu Roho Mtakatifu ndani yako kwa kuomba. Mwambie Roho Mtakatifu, nipe tunda la uvumilivu. Nasikia kukata tamaa, nasikia kuvunjika moyo. Roho Mtakatifu ni msaidizi wetu, atakusaidia. Na atakusaidia pia huyo Roho Mtakatifu kupokea ahadi za Bwana kwa wakati uliokusudiwa na Mungu. Waebrania 10:36 utasoma. Roho Mtakatifu anatusaidia sisi kuwa wavumilivu mpaka tunapokea ahadi za Mungu. Utasoma, lakini pia Waebrania hiyo 6:13 hadi 15. Naenda kumaliza. Waebrania 13 hadi 15. Wazee wetu wa imani
walipokea ahadi za Mungu kwa uvumilivu. Walivumilia hata walipoona mazingira ya kibinadamu yanabadilika, hawakumkufuru Mungu. Fikiri Ibrahimu mpaka anamwambia Mungu, Mungu ulisema utanibariki, na mimi mpaka naenda uzeeni sioni. Huyu Eliezeri huyu ndo anayetaka kumiliki mambo yangu na vitu vyangu. Mungu anamwambia kwenye viuno vya Sara atapatikana mrithi wako. Bwana Yesu asifiwe. Na Ibrahimu kwa kuwa alimjua Mungu, alimuelewa ya kwamba Mungu ni mshika maagano na mtimiza maagano, aliamini wakati wake ukifika yeye atanibariki. Bwana Yesu asifiwe. Waebrania hiyo 6:15 anasema, na hivyo kwa uvumilivu akaipata ile ahadi. Ahadi za Mungu zinahitaji uvumilivu. Mungu atusaidie sana kanisa. Mungu atusaidie sana. Umeingia mahali hapa, amini Mungu anakuwazia mema. Chochote unachomuomba Mungu, maana Biblia inasema kila amwendeaye Mungu lazima aamini ya kwamba yupo, ya kwamba anasikia maombi yangu, ya kwamba anasikia haja ya moyo wangu. Na ukiendelea kusoma Waebrania anakuambia pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Na mimi nimekuambia swala la uvumilivu linaambatana na imani. Endelea kuweka tumaini kwa Mungu. Siweke kwa mtu, siegemee kwa mtu, simtazame mtu, mtazame Mungu katika magumu ulio nayo. Maana unaweza kumwangalia mtu, yule mtu akakuvunja moyo, akakukatisha tamaa, lakini Mungu ni mwaminifu kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu ni wa upendo. Mungu atamani kutuona sisi tunalia. Wewe soma habari za Yoshua, nafikiri kwenye sura ya 6 au ya 7. Yoshua akiwa amepigwa na taifa dogo la Ai. Yoshua akaenda akalala kifudifudi, Biblia inasema akalia sana pale. Mungu akamwambia, "Kwa nini unalia? Inuka." Yaani kile kitendo cha Mungu kumfuata kwamba kwa nini unalia, inuka, automatically Mungu hapendi kutuona tunalia. Kama Mungu hapendi kutuona tunalia, hauna sababu ya kukata tamaa kwenye pito unalopitia na shetani anakusemesha ya kwamba Mungu amekuacha. Mimi nakwambia mchana wa leo kwamba watu wote wanaweza kukuacha, lakini Mungu hawezi kukuacha. Wala Mungu kukuokoa wewe hategemei msaada wa mtu. Yeye mkono wake ni mkono wenye nguvu. Akifika akisema anakunyanyua, na anakunyanyua kweli. Haleluya. Mungu haombi msaada kwa mtu kukubariki wewe, kukuponya wewe. Yeye anajitegemea. Mungu wetu anajitegemea. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Mimi nikwambie, usikubali kukata tamaa wala kukatishwa tamaa. Usikubali. Usikubali kukata tamaa wala kukatishwa tamaa kwenye changamoto yoyote unayopitia. Wewe kwenye moyo wako sema, Mungu wewe ndiye msemaji wa mwisho katika hivi. Peke yake. Yaani hata kama wakaongea huku, mwambie Mungu, mimi kwenye maisha yangu your final say. Ukisema wewe imekwisha. Mungu atusaidie sana. Utakuta vile vinyamkela vilivyokuwa vinakufuatilia vile vinapisha njia vyenyewe, kwa sababu masikio yako umeruhusu yasikie kutoka kwa Mungu wa kwako tu. Na nataka nikwambia, unapopita kwenye changamoto, epuka zile sauti zinazokuongelesha masikioni. Mwambie nazinyamazisha, nyie sauti mnyamaze kimya. Roho Mtakatifu chukua nguvu, useme wewe nikusikie wewe kwenye masikio yangu. Ukimruhusu Roho Mtakatifu